Leo ni maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Naomba sasa uridhie ili iweze kusikia wafanyakazi wanasemaje katika siku ya leo. Hii ni risala ya wafanyakazi itakayowasilishwa na Katibu Mkuu wa TUCTA Bwana Heri Nkunda. Kwa heshima na taadhima, Katibu Mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Bwana Heri Nkunda, karibu kwa ajili ya risala ya wafanyakazi. Wafanyakazi oye! Solidarite! Solidarite! Mshikamano! Mama safi! Mheshimiwa Rais wetu na mgeni wetu rasmi, natambua itifaki ya meza kuu ya wageni wote wanaotajwa katika itifaki hii. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kabla ya kuendelea, naomba nitambue uwepo wa Daktari James Kalanje, huyu ni mweka hazina wa TUCTA, na pia Susan Ndomba Doran, mtendaji mkuu wa Chama cha Waajiri Tanzania ATE. Mheshimiwa Rais, uchungu wa mwana aujuae mzazi, lakini pia utamu wa ngoma ingia ucheze. Mheshimiwa Rais, sisi wafanyakazi ndio haswa tumeguswa na juhudi zako za kutuhudumia sisi wafanyakazi. Naomba niwasilishe risala ya wafanyakazi ambayo baadhi ya vitu vinaweza kuwa. Sisi wafanyakazi ndio haswa tumeguswa na juhudi zako za kutuhudumia sisi wafanyakazi. Naomba niwasilishe risala ya wafanyakazi ambayo baadhi ya vitu vinaweza kuwa vimejirudia na wazungumzaji waliotangulia. Ninaomba uniwie radhi katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunayo heshima kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha tena kufikia siku hii muhimu ya kilele cha maadhimisho ya sherehe za wafanyakazi duniani. Siku hii ni ya kipekee kwani ni kumbukizi ya wafanyakazi wenzetu walioshiriki katika harakati za kupigania haki, heshima na maslahi ya wafanyakazi mahala pa kazi. Aidha, tunatumia maadhimisho haya kutathmini mafanikio na changamoto ambazo wafanyakazi tumepitia na kujipanga upya kufikia malengo kwa kipindi kingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2025 yanaratibiwa na Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa Tanzania TALGU kwa kushirikiana na vyama vingine vinavyounda Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA. Vyama hivyo ni pamoja na TPAU, TAMICO, TRAU, TEUTA, CHODAU, TASU, KOTUTI, Chama cha Walimu Tanzania, TWICO, RAU, TUGE na DOUTA. Mheshimiwa mgeni rasmi, TUCTA tunatoa shukrani za pekee kwako Mheshimiwa Rais kwa kupokea na kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi. Uwepo wako hapa unadhihirisha kuwa unatuthamini na kutujali. Asante sana mama. Aidha, tunashukuru kwa kuendelea kuzipokea hoja mbalimbali za wafanyakazi na kuzipatia majawabu stahiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu katika sherehe za Mei Mosi za mwaka 2025 linasema kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Wafanyakazi tumekuja na kauli mbiu hii ikiwa ni sehemu ya uhamasishaji wa kundi la wapiga kura wafanyakazi ili wajitokeze katika mchakato mzima wa kujiandikisha na kushiriki kamilifu kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, kufuatia mafanikio ambayo sisi wafanyakazi tumeyapata kupitia serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na wewe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
TUCTA tumeona ni vyema tutumie maadhimisho haya kuwahimiza wafanyakazi kuenzi juhudi za awamu hii ya 6 ya uongozi wako na kuwataka Watanzania hasa wafanyakazi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu na kuhakikisha wanapatikana viongozi watakaoendeleza mema tunayopata chini ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, nyakati zote tunapoadhimisha kilele cha sherehe za siku ya wafanyakazi duniani, tumekuwa tukitumia fursa hii kuwasiliana na wewe Mheshimiwa Rais kwa kukueleza mafanikio na changamoto zinazowakabili wafanyakazi. Siku ya leo ni tofauti na sherehe za miaka iliyopita. Wafanyakazi tunayo heshima kubwa kuyaeleza japo kwa uchache yale ambayo tuliyawasilisha kwako kupitia risala zetu na yakapatiwa ufumbuzi unaotunufaisha sisi wafanyakazi. Baadhi ya mafanikio hayo yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 6 ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais wetu umeendelea kuwa kinara katika kuboresha maisha na maslahi ya wafanyakazi. Katika kipindi cha uongozi wako tumeshuhudia punguzo la kiwango cha makato ya kodi yanayotokana na mishahara yani pay as you earn kutoka 9% hadi 8% kwa mishahara kima cha chini, lakini pia kuongezeka kwa kasi ya uidhinishaji wa mikataba ya hali bora yani CBA na mipango ya motisha yani incentive schemes kwa watumishi wa taasisi za umma na utekelezaji wake wa dhana ya ushirikishwaji kwa vitendo kupitia mabaraza ya wafanyakazi. Ndugu mgeni rasmi, tumeendelea kushuhudia maboresho katika mifuko ya hifadhi ya jamii yaliyowezesha kulipa kwa mafao ya wastaafu waliongoja kwa muda mrefu. Aidha, katika kipindi chako kikokotoo kilipanda kutoka 33% hadi 40% na kwa watumishi wa umma na 25 hadi 35% kwa watumishi wa sekta binafsi. Ni wewe ulikubali kuongeza kima cha chini cha pensheni kwa wafanyakazi waliostaafu kutoka kiasi cha shilingi 100,000 kwa mwezi hadi kufikia kiasi cha shilingi 1,500,000 kwa mwezi. Jambo hili la kiungwana halikuwa limefanyika kwa muda mrefu sana, hasa kwa kuwakumbuka wastaafu wetu, kwani kila mmoja wetu ni mstaafu mtarajiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha uongozi wako umri wa mtoto yani mnufaika wa mfuko wa taifa bima ya afya uliongezwa kutoka miaka 18 ya awali hadi miaka 21. Pia wastaafu wameendelea kupata huduma za matibabu bila kuzingatia sharti la kuchangia kwa miaka isiyopungua 10. Ni katika kipindi cha awamu hii ulinzi na usimamizi wa usalama wa wafanyakazi kazini ulipewa kipaumbele kwa kuwezesha vifaa na wataalamu kwa taasisi yetu ya OSHA na pia magari ya kutosha kwa ofisi ya kamishina wetu wa kazi kuliko sababisha kuongezeka kwa kaguzi sehemu za kazi na hivyo kulinda ajira zenye staha kwa Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, umeondoa tozo ya 6% kwa wanufaika mikopo ya elimu ya juu iliyokuwa kero sana kwa wafanyakazi wengi vijana waliohitimu elimu ya juu. Umefungua ajira rasmi serikalini na hivyo kuendelea kupunguza tatizo la ajira na kupunguza mzigo kwa wafanyakazi waliokuwa kazini. Ajira kupitia sekta ya utalii, kilimo, yani kule BBT, lakini pia ajira kwenye michezo, elimu ya ufundi stadi na kuwawezesha vijana kupata mikopo kupitia halmashauri zetu na taasisi za kifedha kumesaidia sana kupunguza tatizo la ajira kwa vijana. Ndugu mgeni rasmi, 90% ya watumishi wa umma wamepandishwa madaraja na miongoni mwao kwa mseleleko katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2024. Kupitia mabaraza ya wafanyakazi tunayohudhuria, tumeshuhudia mipango ya kuvunjwa kwa rekodi nyingine ya kupandisha madaraja kwa zaidi ya 50% ya watumishi wa umma katika bajeti ya mwaka unaofuatia. Aidha, sisi wawakilishi wa wafanyakazi tumeendelea kushiriki katika hatua mbalimbali za kufanya mapitio ya mishahara ya wafanyakazi kupitia bodi ya kima cha chini cha mishahara kwa watumishi wa sekta binafsi. Tumeshiriki katika kufanya tafiti za kima cha chini kwa hali ilivyo hivi sasa ili tuweze kushauri viwango vya kima cha chini vinavyoakisi hali na maisha ya wafanyakazi. Katika hili Mheshimiwa Rais, tunaamini muda utakapofika, muda mwafaka baada ya process hizo kukamilika, utasema jambo. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ukiwa mama, kwa upendo mkubwa sio tu kwa sekta binafsi, tunaamini pia muda utakapofika ikikupendeza na hali itakaporuhusu, unaweza kusema kitu chochote hata kwa wafanyakazi wa sekta ya umma, kwa sababu hizi bodi ambazo za mishahara ambazo tumetengeneza nazo za mchakato. Kwa hiyo muda utakapofika, kwa jinsi ulivyo mama yetu unavyotupenda, tunaamini muda utakapofika kwa baadaye, basi Mungu akujalie unaweza kusema jambo ambalo litatufurahisha sisi wanao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kubali kuongeza likizo ya uzazi kwa wafanyakazi wanawake wanaojifungua watoto njiti
ambapo kwa sasa kipindi ambacho mtoto anakuwa katika uangalizi hadi kufikia majuma 40 cha ujauzito wa mama hakitahesabiwa katika likizo ya uzazi. Pia likizo hii imeongezeka kwa kina baba, ambapo sisi tumepata nyongeza kutoka siku 3 hadi siku 7. Mabadiliko haya sio tu yamegusa familia moja, bali pia yamegusa jamii kwa ujumla. Na katika hili ni sisi Tanzania pekee tumefanikiwa kupata likizo hii katika nchi za Afrika Mashariki. Nani kama mama? Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapongeza serikali kuanzisha mfumo wa uhamisho, mfumo ambao unakwenda kumaliza changamoto ya watumishi kunyimwa uhamisho hata pale wanapokuwa na sababu za msingi. Pamoja na maboresho hayo, tunaomba serikali isimamie kikamilifu utekelezaji wa mifumo huo hasa kwa watumishi wa kada za chini ili kumaliza changamoto hii na kuwapa watumishi fursa ya kuhama pale sababu za kufanya hivyo inapojitokeza. Aidha, tunaishukuru serikali kuanzisha zoezi la kukusanya taarifa za idadi ya watumishi waliokaimu nafasi za uongozi kwa muda mrefu. Uamuzi huu wa serikali ukitekelezwa kikamilifu utamaliza malalamiko ya baadhi ya watumishi wa umma waliokaimu nafasi za uongozi kwa muda mrefu kinyume cha matakwa ya sheria na kanuni zetu za utumishi wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, limezuka wimbi la baadhi ya waajiri kuwashawishi wafanyakazi kuanzisha na kujiunga katika vyama vipya vya wafanyakazi katika maeneo na sekta ambazo tayari vipo vyama vilivyosajiliwa. Kitendo cha mwajiri kushawishi na kufadhili wafanyakazi kuanzisha chama kipya mahala penye chama kingine cha wafanyakazi ni kitendo kinachodhoofisha umoja na mshikamano wa wafanyakazi. Pamoja na serikali kulizia utekelezaji wa mkataba wa Shirika la Kazi Duniani 87 mwaka 1948 unaoelekeza juu ya haki ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika, tunashauri serikali sheria ya kazi zilizopo zifanyiwe maboresho ili kuzuia uanzishwaji wa vyama maeneo ya sekta zenye vyama vilivyosajiliwa. Ushauri huu utazuia uanzishwaji wa vyama vingi katika eneo moja la kazi na kuondoa kabisa dhana ya mshikamano wa wafanyakazi na hatimaye kukosekana kwa amani na utulivu sehemu ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa kupokea maombi ya watumishi wa baadhi ya taasisi za umma kupunguziwa makali ya kodi wanazotozwa kutoka kwenye posho na nauli, chakula, nyumba na motisha za utendaji bora wa kazi na posho nyingine. Aidha, tunafahamu kuwa serikali kwa kutumia sheria ya kodi ya mapato sura 332 itakaa na taasisi husika ili kuzifanyia tathmini kiwango cha kugharamiwa bajeti hizo kutoka kwenye mfuko mkuu. Ikikupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba serikali ifikirie upya kuondoa kabisa kodi zinazokatwa kutoka kwenye posho tunazolipwa wafanyakazi. Baada yake tuone uwezekano wa kupata vyanzo vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, ipo changamoto ya uwepo wa taratibu za mfuko kusitisha huduma za bima ya afya pindi mwajiri anapochelewesha michango ya mfanyakazi kwenye mfuko. Kwa niaba ya watumishi wote wa umma, tunaishukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha inawasilisha mchango wa watumishi wake kwenye mfuko kwa wakati. Aidha, tunaendelea kupongeza sana serikali, mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA kwa kuendelea kuwa karibu na NHIF na kuhakikisha kuwa tunaendelea kupata huduma bora za afya kupitia mfuko huu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa wafanyakazi hatukosi huduma za afya kwa sababu mwajiri kutotimiza wajibu wake kisheria. Aidha, tunaipongeza serikali na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha sheria ya bima ya afya kwa wote sura 161 iliyotungwa na kuanza kutekelezwaji wake Agosti mwaka 2024 kwa baadhi ya vifungu. Ni matumaini yetu kuwa kukamilishwa kwa taratibu za kuweza kutumika kwa sheria hii kwa ukamilifu itaondoa changamoto kwa wafanyakazi wa sekta binafsi, hasa wastaafu, kujiona kama wametengwa na kukatiwa huduma za bima ya afya mara baada ya kustaafu kama ilivyo kwa wastaafu wenzao wa sekta ya umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua tulizofikia kama nchi za kuelekea kuridhia mikataba 6 ya Shirika la Kazi Duniani. Mikataba ambayo sisi wafanyakazi pamoja na serikali tumeipitia kwa kina na kuona itakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa letu. Tunatambua kuwa hadi sasa mikataba hiyo ipo katika hatua mbalimbali za kuwasilishwa katika Baraza la Mawaziri na baadaye katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa sasa ni muda wa takriban mwaka mmoja tangu serikali itamke kwenye mkutano mkuu wa shirika la kazi duniani kupitia waziri mwenye dhamana kuwa nchi yetu iko katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa mikataba hiyo. Tunaomba Mheshimiwa Rais na serikali yako unayoiongoza kukamilisha mchakato huu mapema kama ilivyotarajiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, TUCTA tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuona umuhimu wa kuongeza idadi ya siku za mikutano ya Tume ya Utumishi wa Umma kutoka siku 10 za awali hadi siku 15. Ongezeko hili la siku za mikutano ya tume umewezesha kutolewa kwa uamuzi wa mashauri mengi ya rufaa za watumishi wa umma tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Aidha, serikali imeendelea kufanya maboresho katika kuimarisha tume ya usuluhishi na uamuzi kwa kuongeza watumishi 20 katika mwaka wa fedha 2023 na ipo katika mpango wa kuongeza wengine 57 katika mwaka ujao wa fedha 2026. Haya ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha wafanyakazi nchini wanapata haki kwa wakati. TUCTA tunashukuru kwa hatua hizo na tunaamini kuwa maboresho haya hayataishia hapo, yataendelea kadri inavyohitajika. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2022 kupitia hotuba yako ya siku kama ya leo ulielekeza TUCTA kuhakikisha kuwa inafungua milango ya kuwasajili vyama vingine vilivyosajiliwa kujiunga na TUCTA. Ninayo heshima kubwa kujulisha kuwa Baraza Kuu la TUCTA lilifungua milango na hadi sasa tunapowasilisha taarifa hii jumla ya vyama 9 vimeomba kujishirikisha na TUCTA. Na katika hivyo vyama 3 vimeridhiwa kujiunga na TUCTA. Vyama hivyo ni TUPSE, TASIU na JOUTA. Kupitia jukwaa hili, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya TUCTA tunaendelea kuvijulisha vyama vyote vya wafanyakazi vilivyosajiliwa kuwa milango bado iko wazi na tunawakaribisha tuungane pamoja. Mheshimiwa Rais, kama mnavyofahamu, suala la hifadhi na utunzaji wa mazingira ni muhimu kwa ustawi wa taifa na jamii kwa ujumla. Kwa kutambua hili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 na mikakati mbalimbali imekuwa ikiandaliwa kwa lengo la kuwezesha utekelezaji wa dhana ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira inafikiwa. TUCTA inatambua jitihada na hamasa ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutunza mazingira na kuwataka wafanyakazi kubeba suala hili kwa umuhimu wake kwa kuzingatia hamasa ya viongozi mbalimbali wa kitaifa na kuweka msukumo katika dhana hii ya hifadhi na utunzaji wa mazingira. TUCTA inatambua kuwa wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanamazingira namba 1 na umeweza kuasisi ajenda ya nishati safi ya kupikia kitaifa na kimataifa. TUCTA inaunga mkono ajenda hii ya Mheshimiwa Rais na inaomba waajiri wote wabebe ajenda hii muhimu na kwa msukumo wa pekee. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kuwa zipo baadhi ya taasisi zimeanza kuunga mkono juhudi hizi kwa vitendo kwa kuwezesha wafanyakazi wake kununua na kutumia majiko yenye kutumia nishati safi. Naomba nitambue na kupongeza ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuonesha njia na kuishi maoni ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo. TUCTA inawaasihi waajiri na taasisi nyingine ziige mfano huu, ambapo kwa kufanya hivyo tutafikia lengo la serikali la matumizi ya nishati safi kufikia mwaka 2030 au hata kabla ya mwaka 2030 kwa lengo la kwenda sambamba na dira ya maendeleo. Kwa kuzingatia dira ya maendeleo, taasisi zote zizingatie dhana ya ofisi ya kijani kwa kushiriki katika kuweka mazingira safi, kuhifadhi mazingira na kupunguza matumizi ya makaratasi na kuhamasisha matumizi ya kompyuta ili kufanikisha dhana na hatua ya kufikia ofisi ya kijani, yani green office. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wafanyakazi wote nchini, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, ninaomba nirudie tena kukushukuru wewe binafsi na serikali yako sikivu kwa namna ambavyo umepokea hoja na changamoto mbalimbali za wafanyakazi na kuzipatia majawabu. Upande wetu viongozi pamoja na wafanyakazi wote nchini tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika jitihada mbalimbali zinazofanyika kuhakikisha nchi yetu inaendelea kukua na kustawi katika nyanja zote, yaani kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Tutaendelea kufanya kazi kwa bidii, ubunifu na uadilifu. Tutaendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa, ubadhirifu na upendeleo. Tutazingatia usawa kwa watu wote katika kutoa huduma kwa jamii.
tunatoa rai kwa wafanyakazi nchini na Watanzania kwa jumla tujitokeze kwa wingi kushiriki katika zoezi la kidemokrasia la kuchagua viongozi bora watakaoongoza nchi yetu katika kipindi cha awamu ijayo. Kwa mara nyingine nihitimishe kwa kuwashukuru viongozi, wageni na wanachama na wafanyakazi na wananchi wote mlioweza kujumuika nasi leo. Shukrani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Comrade Majaliwa, waziri wetu wa kazi Comrade Ridhiwani Kikwete na watendaji wote katika ofisi yake kwa jinsi tulivyoshirikiana nao katika maandalizi ya siku hii muhimu ya wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukrani za pekee sana kwa mkuu wa mkoa wa Singida chini ya uongozi wake shukrani za pekee kwa mkoa wa Singida chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa wetu Comrade Halima Dendegu na wanakamati wote kuwa wenyeji wa kushiriki kamilifu kwenye maandalizi ya maadhimisho haya. Kwa moyo wa shukrani tunawashukuru sana wadau wote waliotuchangia katika kufanikisha sherehe hii. Tumepokea michango kupitia harambee iliyofanywa kwa kushirikiana pamoja na TUCTA mkoa wa Singida chini ya uongozi wa Waziri Mkuu, ambayo imetuwezesha kufanikisha sherehe hii kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Shukrani sana ziwafikie serikali, lakini pia na wadau wote waliotuchangia ambao niliwatambua nilipokuwa natambulisha wageni. Tunawashukuru sana rafiki zetu na wenzetu OSHA chini ya mtendaji wake Adija Mwenda na wanamichezo wote kwa kusherehesha sherehe hizi. Tunawashukuru wafanyabiashara na wananchi wote wa Singida kwa kutupokea na kutuhifadhi. Tumefurahia burudani mbalimbali na zaidi ilikuwa ni ile kuku festival kwa kuwa sehemu muhimu ya shughuli za utangulizi wa sherehe hizi. Kwa kweli sherehe hizi zimefana sana na tunasema asante sana, asante sana, asante sana kwa kutukaribisha mara nyingine. Wafanyakazi, tunaahidi kuendelea kushikamana na wewe na kukuunga mkono hasa kwa kuzingatia mambo makubwa uliotufanyia wafanyakazi hapa nchini. Kama kauli mbiu yetu ya mwaka huu isemavyo, na wasisitiza wafanyakazi kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika zoezi zima la kujiandikisha na kupiga kura. Mshikamano, solidarity. Nani kama mama? Mama, sisi wafanyakazi tunakupenda sana, asante. Wafanyakazi oye! Mshikamano. Haya jamani, ndio tunaelekea katika ule wakati wa kumsikiliza Mheshimiwa Rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwanza hapa kuna burudani. Naomba Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa wenza wa viongozi wakiongozwa na mwenza wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mama Mary Majaliwa. Tuko naye hapa.